Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tunapenda kuzungumzia kuhusu hatua za ukuaji, yaani hatua za makuzi ya mtoto kuanzia kipindi anazaliwa hadi anafikisha kipindi cha miaka 5. Safari hii ni safari muhimu sana kwa mtoto na ni muhimu kwa mzazi yote kufahamu hatua hizi ili aweze kujua mtoto wake anapitia hatua gani. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Leo sitakuwa peke yangu, niko na daktari. Utakuwa nami pia Dr. Isaac Machi katika kipindi hichi. Sasa tutakuletea mada hii kwa undani. Kama bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tutaanza kuangalia hatua za ukuaji wa mtoto kuanzia kipindi anazaliwa hadi atakapofikisha miezi 6. Daktari, karibu. Asante. Sasa katika kipindi cha mtoto anapozaliwa mpaka kutimiza miezi 6, hapa tutaangalia vipengele vinne. Tutaangalia kipengele cha kwanza ambacho ni ukuaji wa kimwili, kipengele cha pili tutaangalia kwenye ukuaji wa akili na hisia, kipengele cha tatu tutaangalia upande wa lishe, lakini kipengele cha 4 tutaangalia huduma muhimu za afya. Sasa wakati kwenye kipengele cha ukuaji wa kimwili, pale mtoto anapokuwa amezaliwa, mtoto tunategemea azaliwe akiwa na kilo 2 mpaka kilo 4. Kwa hivyo ni vitu vya msingi vya kuzingatia wakati mtoto anazaliwa. Lakini kwenye makuzi ya mtoto, hapa mtoto wetu ataanza kwenye kipindi cha anapozaliwa mpaka miezi 6, mtoto ataanza kunyanyua kichwa. Hapa mtoto ataanza kujifunza kunyanyuka, mtoto ataanza kujifunza kutembea na kushika vitu kwa umakini zaidi. Lakini kwenye ukuaji wa akili, hapa mtoto ataanza kutambua sauti ya mamake pale anapokuwa anamuita. Lakini mtoto hapa ndio kipindi ambacho atakuwa analala sana kwa ajili ya kupisha ukuaji wa akili. Lakini mtoto hapa ndo atakuwa anaanza kutulia pale anapokuwa anaguswa. Lakini kwenye upande wa lishe, sasa huyu mtoto atakuwa anahitaji maziwa ya mama yake pekee kwenye kipindi hichi chote cha kuanzia anazaliwa mpaka miezi 6. Umuhimu wake ni nini? Kwamba miezi 6 anapopata maziwa, anamaanisha yale maziwa yanakuwa na kinga zote za mwili zinazohitajika, lakini pia anakuwa na virutubisho vya aina vyote ambavyo vilikuwa vinahitajika. Kwenye upande wa huduma za kiafya muhimu, hapa tunazingatia mtoto akati amezaliwa kwenye siku 0 mpaka miezi 6 au mpata chanjo zote ambazo zinahitajika, zitamlinda kwa ajili ya kuharisha, zitamlinda kwa ajili ya TB pamoja na polio. Sasa usafi pia ni muhimu wa kuzingatia kwa mtoto na kwa mama wakati ananyonya mtoto na wakati mama mwenyewe anajisafisha. Ni vitu vya kuzingatia sana katika miezi 6 ya mwanzo. Kiendelee katika kuanzia miezi 6 mpaka pale anafikisha mwaka 1. Hapa ni kipindi ambacho mtoto anaanza kupewa vyakula vya nyongeza tofauti na maziwa ya mama. Tunashauri mama aanze kumpatia mtoto vyakula vya nyongeza. Anaanza na uji wa aina moja, unaweza kawa wa mahindi au wa ulezi, lakini anaanza kumpatia vijiko 2 mpaka 3 katikati ya mlo, na kwa milo 3 kwa siku hadi 4. Na mama afanye hivi, aongeze kipimo kidogo kidogo mpaka kufikia kipindi cha miezi 9, aweze kumaliza nusu kikombe kwa mlo mmoja, na atakapofikisha mwaka 1 aweze kutumia kikombe kizima kwa mlo mmoja. Tunashauri chakula chake ambacho anamwongezea kiwe kisafi, kiwe kimeandaliwa katika mazingira salama. Lakini katika kipindi hiki mtoto huanza kutambaa, lakini pia huanza kujifunza kusimama. Lakini pia kipindi hiki mtoto ataanza kushika vitu, lakini pia kipindi hiki mtoto kuanza kujifunza kuongea mpaka atakapofikisha kipindi cha mwaka 1. Tunashauri pia atakapofikisha miezi 9, mama ampeleke mtoto katika kituo cha afya akapate chanjo ya surua. Lakini kila mwezi hakikisha anafikisha katika kituo cha afya kwa ajili ya kufuatilia uzito wa mtoto na mahudhurio ya kliniki ya mara kwa mara. Asante. Sasa daktari, kitu ambacho nabii kuambia watu kwenye umri wa mwaka 1 mpaka miaka 2, kwenye kipindi hichi hapa mtoto ndo anaanza kutembea, hapa mtoto ndo anaanza kukimbia, hapa mtoto ndo anaanza kushika vitu mbalimbali. Kwa hiyo kifikia umri huu mtoto utaanza kumshikisha vitu, na maanisha kama ni kijiko, hapa mtoto utakuwa unampa kijiko aanze kujifunza kula mwenyewe. Na maanisha mtoto atakuwa anakimbia michezo mbalimbali, kupanda ngazi, vitu kama hivi. Na kwenye upande wa ukuaji wa akili na lugha, hapa mtoto ndo anakuwa anaanza
kujifunza lugha mbalimbali, lakini pia kujifunza kutamka maneno tofauti. Kwa mfano kama ni mama, baba, hapo ndio unakuwa ni umri wa kujifunza lugha. Lakini pia anakuwa anaanza kujitambua, na maanisha kama anajifunza lugha, maanisha anaanza kujitambua kama anahitaji kitu fulani, maneno machache. Kwenye upande wa lishe, kwenye kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka miwili, hapa mtoto sasa ndo anaanza kupata ile lishe ya kama mtu mzima. Na maanisha kama ni milo mitatu, basi anapata milo mitatu, lakini ukimwongezea vitu vya kutafuna katikati ya mlo na mlo. Kama anamaanisha anapata mlo asubuhi, mchana, jioni, basi katikati ya asubuhi na mchana anapata vitafunwa baadhi, na katikati ya mchana na jioni anapata vitafunwa baadhi, na katikati ya jioni na usiku basi anapata vitafunwa baadhi. Na kwenye upande wa malezi, hapa mtoto ndo inabidi tujifunze kuongea naye. Kwenye hiki kipindi mtoto inabidi tuongee naye kwa ukaribu zaidi. Ongea na mtoto adhifu na kuelewa, ongea naye, mfundishe akuelewe, mfundishe concentrate na mazungumzo yako. Hapa mtoto inabidi tujifunze kucheza naye. Hapa mtoto inabidi tumweke katika mazingira ambayo anaweza akakua kwa kujifunza vizuri, kwa sababu kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka miwili, hapa ndo akili inaanza kukua vizuri sana. Lakini pia tusisahau pale mtoto anapokuwa anatimiza mwaka mmoja na miezi 6, basi kunakuwa na chanjo ile ya mwisho ambayo anakuwa anamalizia. Kwa hiyo peleke kliniki mtoto anapokuwa anatimiza mwaka mmoja na miezi 6. Cha mwisho kuzingatia, mtoto ananyonya mpaka anapokuwa anatimiza miaka miwili. Kwa maana sasa huruhusiwi kumwachisha mtoto chini ya miaka miwili. Hakikisha mtoto ananyonya akitimiza miaka miwili. Hapa ndio mtoto anakuwa ameshakuwa, na maanisha virutubisho vyote ambavyo tulikuwa tunahitaji mtoto avipate anavipata kipindi maalum. Asante daktari kwa maelezo mazuri ya ukuaji wa mtoto mpaka kipindi cha miaka miwili. Mimi nitaanzia kuelezea pale miaka miwili mpaka mtoto atakapofikisha miaka mitatu. Kipindi hiki tunatarajia mtoto ameshaanza kuwa mkubwa na tayari amekwisha kuacha kunyonya. Kwa maana hiyo, mtoto ataanza kujitegemea katika kula chakula, na atakula chakula ambacho wazazi wanakitumia. Na kipindi hiki pia mtoto anaanza kuendelea kuiga tabia za wazazi. Kama baba ni mwongo, basi mtoto ataanza kuwa mwongo. Kama baba anasali, basi mtoto pia atakuwa anasali, mtu wa dini vile vile. Lakini pia tunashauri baba au mama aanze kumfundisha mtoto na kumpa majukumu mbalimbali, kama amfundishe kutumia choo, amfundishe kupanda ngazi, amfundishe kuvua nguo, amfundishe kuvaa suruali au kaptula, amfundishe vitu vidogo ambavyo anaweza akavifanya. Lakini pia kuanza kumkataza kufanya vile vitu ambavyo havitakiwi. Ni kipindi hiki ambapo akili yake inajengeka. Kumkataza vile vitu ambavyo havitakiwi. Ni kipindi hiki ambapo mama au baba anaweza akamjengea mtoto wake saikolojia ambayo itamsaidia yeye mtoto kukua vizuri hata katika maisha yake baadaye. Kwanza kipindi hiki ni kipindi muhimu sana ambapo watoto wengi wanajengewa saikolojia muhimu sana, saikolojia ya kujifunza, saikolojia ya kuwa mtu wa Mungu, saikolojia ya kuwa mtu wa ovyo. Kwa ni kipindi hiki ambapo mama anahitaji kuwa makini sana. Lakini pia ni kipindi ambapo mtoto anaanza kuwa na michezo yake mingine, atatembea, atakimbia, lakini pia atafanya shughuli mbalimbali ambazo baba au mama anataka ashirikiane naye. Sasa daktari, bila kusahau kuna kipindi cha miaka mitatu mpaka miaka mitano. Sasa hichi ni kipindi muhimu sana kwenye makuzi ya mtoto, kwa sababu hapa ndio ubongo wa mtoto unakuwa active, hapo ndio ubongo wa mtoto unapata ukuaji mkubwa sana. Kwa maana sasa mambo ya kuzingatia, michezo ya makundi kwa ajili ya kuendana na ukuaji wa ubongo wa mtoto, basi lazima tuzingatie michezo ya makundi. Kwa mtoto wetu inabidi tumtenge kwenye makundi ili aweze kujumuika nao kufanya michezo ya pamoja. Hapa ndo mtoto ana uwezo wa kutengeneza herufi. Hapa ndo mtoto ana uwezo wa kucreate idea tofauti. Mtoto unaweza ukamweka na makundi tofauti, ukamwambia atengeneze idea. Mtoto mfundishe kutengeneza story, kusimulia watu. Unaokuza ubongo kutokana na ukuaji wake kupitia umri wa miaka mitatu mpaka miaka mitano. Lakini sasa pia lazima tumfundishe kuchora kwa kutumia rangi tofauti, utambuzi wa rangi. Hapa miaka mingapi? Miaka mitatu mpaka miaka mitano. Bila kusahau kwenye ukuaji wake wa akili tumfundishe kuhesabu, kutambua vitu tofauti, kutengeneza maumbo tofauti kwenye kipindi hichi cha miaka mitatu mpaka miaka mitano. Lakini pia kwenye masuala ya umakuzi
kama daktari alivyozungumza awali, hiki kipindi pia ndio cha kuzingatia hisia, za kumfundisha tabia, za kumfundisha maelekezo yote ambayo yanahitajika kwenye kijamii, kwenye hali hii ya miaka 3 mpaka miaka 5. Hivyo ni vitu vya kuzingatia sana. Mfundishe nidhamu, namna ya kuheshimu wenzake, namna ya kuheshimu wazazi, namna ya kuheshimu watu wengine. Muandae mtoto wako kwa ajili ya shule. Ukishindwa kumwandaa kwenye kipindi cha miaka 3 mpaka 5, mtoto wako utapata shida sana kwenye ukuaji hapo baadaye. Kwa hiyo ni kipindi muhimu sana cha kuzingatia kwa ajili ya maandalizi ya shule kama mtoto anampeleka shuleni. Asante daktari kwa maelezo mazuri. Kwa kumalizia kipengele cha mwisho, miaka 3 mpaka miaka 5, ngoja mimi nieleze kuhusu dalili hatarishi ambazo mtu anaweza akiwa nazo basi hakikisha mama anamwaisha mtoto katika kituo cha afya mara moja. Dalili ya kwanza ni kupumua kwa shida. Dalili ya pili, ukiona katika hatua ambazo ukuaji usiopanda, yaani ukuaji usiokuwa, kwa mfano ni mtoto wa miaka 3 au miaka 4 bado anatambaa au bado hawezi kufanya baadhi ya vitu. Kwa ukiona ukuaji usioridhisha, basi mpeleke kwa daktari mara moja. Kingine ni ukiona mtoto wako haongezeki uzito, mtoto wako anakonda, mtoto wako anauma mara kwa mara. Hizi ndizo changamoto ambazo ukiziona kwa mtoto wako, hakikisha unapeleka kwa daktari mara moja. Sasa kwenye kuhitimisha, kwenye makuzi ya mtoto tulivyoanza toka amezaliwa mpaka miaka 5, kitu cha kuzingatia muhimu kabisa jamani, kwenye makuzi ya mtoto, wazazi jitahidi sana watoto kuwatengenezea namna ambavyo watakuwa na uwezo wa kujitegemea wenyewe, namna ambavyo watoto watakuwa na ujasiri mtosha wa kujieleza na kujihudumia. Hiki ndio kipindi ambacho mtoto unamwandaa. Usitegemee mtoto anaweza kujitegemea ukubwani kama utotoni au kumtengenezea mazingira ya kujitegemea. Kwenye umri wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 5, hichi ndio kipindi cha kumwandaa mtoto vizuri. Kitu kingine cha kutosahau ni kuhudhuria kliniki kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5. Hakikisha mtoto unahudhuria kliniki mpaka anapotumisha miaka 5. Fuatilia chanjo yake, ufundishe mtoto usafi. Hivi ni vitu ambavyo vya kuzingatia kwa mtoto kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miaka 5. Asante ndugu msikilizaji kwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami Daktari Lady Komba pamoja na Daktari Isaac Machi, na kamera man alikuwa ni dada Tracy. Tutakie siku njema na Mungu akubariki. Asanteni sana.